محمد وآله كما باركت على إبراهيم وآله في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikum salam. Tunaendelea na darasa yetu katika tafsiri ya Qur'an tukufu, na leo tuko sura gani na aya ngapi? Suratul A'raf aya 130. Suratul A'raf aya 130, sura ya 7 katika mpangilio wa sura za Qur'ani, na aya ndio hiyo ya 130. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Inasemaje? ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. Tulikuwa kwenye mtiririko wa habari za Nabii Musa na Firauni pamoja na jopo lake au tume yake, kamati ya mabwanyenye, na ikafikia Musa kuonesha muujiza wa fimbo na mengineo, na ikatokea Firauni kumpa Musa alayhi salam changamoto ya kumletea wachawi kutoka katika miji mbalimbali anayoitawala na kuwashindanisha penye umma hadharani, na hatimaye wachawi wakashindwa na wakasalimu amri kwa Musa na kumwamini Mwenyezi Mungu kama anapomwamini Nabii Musa. Firauni akakasirika, akawaua kwa njia ya kuwasulubu wale waliokuwa wachawi na kuyageuza maneno kwamba hawa walikuwa na mkakati tu wa kutaka kuvuruga utawala wangu, na mambo kama hayo tumeyazungumza kwa kirefu katika darsa zilizopita kwa mujibu wa muktadha wa aya zilivyowekwa katika suratul A'raf na mwenyewe subhanahu wa ta'ala. Sasa tunasonga mbele, inasemaje? Rudia. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. Na kwa hakika kweli tuliwaadhibu. Walaqad akhadhna, unaweza kusema na kweli hakika au na hakika kweli. Akhadhna, tuliwaadhibu. Akhadhna maana yake tuliwachukua, lakini madhumuni yake tuliwaadhibu. Fakullan akhadhna bidhambihi, kila mmoja tulimwadhibu kwa dhambi yake. Na kule akasema fa akhadhahu Allahu, akamwadhibu Mwenyezi Mungu, na kala al-akhirati wal ula. Kwa hivyo tukawachukua, maana yake tukawaadhibu. Wala qad akhadna, na kweli hakika tuliwaadhibu ala Firaun, watu wa nani? Wa Firaun. Na hapa neno al linamaanisha wale waliomuunga mkono, sio wale walioacha kumuunga mkono. Ingawa Firauni kwa tabia yake ilikuwa anampa cheo mtu mwenye damu yake, na hasa anayetokana na ukoo wake, na hasa zaidi akiwa ndani ya familia yake au shemegi au mkwe. Kwa hivyo ule uongozi ulikuwa unakwenda kifalme na unakuwa ni wao tu wanaotawala katika nafasi muhimu na kubwa kubwa, zote wanashika wao. Na ukiona mtu kapewa nafasi kidogo hivi ina sura, basi atakuwa kama si mkwe wao, shemegi yao, au ni mtu wao wa karibu sana, nitoke katika mambo ya ndani kabisa, hapa tena ndio wanaweza wakampa nafasi. Kwa hivyo ala Firauni, watu wa Firauni wanakuwa ni wale watawala wenzake, lakini kwa namna moja au nyingine wanakuwa ni jamaa zake au watu wanaomhusu. Tumefahamiana? Wala qad akhadna ala Firauni, na kweli hakika tuliwaadhibu watu wa Firauni, jamaa za Firauna, bisinina, kwa miaka ya ukame. Sinina hasa hapa inakusudiwa ukame, ingawa sinina ni wingi wa sana vile vile kwa maana ya mwaka, lakini madhumuni ni miaka ya ukame. Kwenye suratu Yusufu imekuja habari ya miaka 7 ya neema na miaka 7 nini ya ukame. Alipoota yule mfalme akasema,
waqala almaliku inni ara 7 bakaratin simanin yaakuluhunna sab'un ijafin wa 7 sumbulatin khudrin wa ukhara yabisatin. Akasema hivyo, ya ayyuhal mala'u waftuni fi ruyaya in kuntum liruya ta'burun, enyi mabwanyenye nyinyi, nipeni fatwa ya ndoto yangu hii, ikiwa nyinyi ndoto mnaweza kuzivusha mkazitafsiri zikajulikana katika uhalisia wake. Wakashindwa wale, mpaka alipokuja akatafsiri Yusufu baada yule mtu aliyetoka jela. Tushaisema hii, sina haja ya kuileta kwa kirefu sana, lakini akasema tazrauna 7 sinina da'ban, mtalima kwa miaka 7 mfululizo. Akataja miaka 7 ya neema na miaka 7 ya nini, ya ukame. Kwa hivyo sinina inatumika katika maana ya ukame, hapa ni ukame. Na Misri inajulikana wazi kuwa ni nchi ya neema kwa kilimo, kwa sababu ya kuwa na nini, na mto Naili. Mto Naili ni mto mkubwa kuliko mito yote katika bara la Afrika. Mto Naili unatokea Lake Victoria, kwenye ziwa Victoria lililoko Mwanza. Ziwa la Nyanza lile jina lake asili linaitwa Nyanza, ziwa Nyanza, lakini wakoloni wakalita Victoria kwa sababu ya huyo mtu aliyewapa taarifa kwa mara ya kwanza katika hao wazungu kuliona ziwa lile, alikuwa ni bwana Victoria. Kwa hivyo jina lake yeye ndio likachukuliwa kuitwa lile jina Lake Victoria, kwa sababu hao wazungu kwa mara ya mwanzo walipewa taarifa juu ya kuwepo kwa ziwa lile na huyo bwana Victoria, lakini lile wenyewe walikuwa wanaliita Nyanza, na ndio ule mkoa unaochukua sehemu kubwa ya ziwa lile unaitwa nini? Mwanza. Nini, ndio mpaka leo tumeselelea Victoria. Pale ndio panapoanzia mto Naili, maji yake yale ndio yanaokwenda mpaka yakamwaga mto Naili. Mimi mwanzoni nilikuwa sifahamu jambo hili, nilikuwa nafikiri mto Naili ndio unaojaza Lake Victoria, kumbe kinyume chake. Lake Victoria ndio kinajaza nini, mto Naili, kwa sababu mto ni mkondo wa maji, hauyaweki maji yanapita. Ziwa si mkondo, ni sehemu iliyokwenda chini zaidi inayaweka maji, na mto hauanzishi maji, mto unapitisha maji. Maji yameanza kwenye ziwa, na yale yanajaa ya ziwani kutokana na mvua zinazonyesha katika nchi ya Kenya, zinazonyesha katika nchi ya Uganda, zinazonyesha katika nchi ya Tanzania, ambapo si Tanzania ndio zaidi tuna mvua nyingi, ndio zinazokwenda kumwaga katika Lake Victoria. Alafu baadaye tena ndio likishajaa lile linajaza kwenye mto Naili unaokwenda zake mpaka Misri. Nakumbuka siku moja tulikuwa tunasafiri kutoka Jeddah tunakuja Nairobi, tumepanda Saudi Airlines. Mbwa mkubwa wewe unazijua trip hizi kidogo, umetoka tumepanda Saudi Airlines, ni Airbus manake ni ndege moja kubwa sana, linaweza kuwa sawa na upana wa huu msikiti, yani hivi, au kutoka huku kiblani nilipokaa mimi mpaka kule mwisho, kwa sababu ziko row 4. Yani kuna mstari wa viti tulokaa sisi, alafu kuna njia kupita, alafu kuna mstari wa viti waliokaa wengine, kuna njia kupita, kuna mstari wa viti wamekaa wengine, kuna njia kupita, alafu kuna mstari wa viti waliokaa wengine. Sasa sisi tumekaa dirishani na wale wamekaa dirishani, alafu ziko mbili tena hapa katikati, na kila kutoka kiti mpaka kiti pana njia kupita mtu. Hiyo ndege sio mchezo. Kwa hivyo tunatoka Jeddah tunatua Nairobi, Jeddah International Airport. Nao ni kubwa, Jeddah International Airport kubwa sana, inaweza kutoka kwa uchache no kadiria mie, inaweza kuwa inatokea bandarini mpaka Fumba airport tu, mpaka Kisakasaka huko kote airport, pamoja na ili fuoni letu lote, ili zote ni airport moja tu. Yanatua madege makubwa na yanaruka madege makubwa. Sasa tumeruka tunakuja zetu Nairobi. Kwa hivyo tukapita juu kabisa katika eneo la Misri. Yule mwende rubani ana kamera zake, akawa na kuna screen kama TV kwa ziko 4 hivyo, kwa mujibu wa zile siti zetu. Tumeka kila moja ina mwelekeo wake, kuna screen moja kubwa hivi sawa na dirisha lile pale, sawa na ukubwa wa madirisha.
skrini 1, 2, 3, 4 ziko mbele. Kwa hivyo akasema na kuonesheni, akatangaza kwa Kiarabu na Kiingereza, na kuonesheni mto Nile unapofanya kazi. Kwa hivyo akapiga kamera, alafu zikawa zinatoka pale. Tunaona hasa watu kwenye mto Nile, na ilikuwa ni wakati wa kilimo na nini, unaolima. Sio mchezo. Upana wa ule mto, kuna sehemu unatanuka, kuna sehemu unafinya. Ule uko katika sehemu za Misri, upana wake tu inakuwa ni kama umesimama round about ya Kwerekwe, halafu mpaka bandarini au mpaka pwani ya Forodhani kule kabisa, mpaka ATC. Wewe unajua ATC ilipo kule Serena, siku hizi inaitwa Serena, inaitwa nini? Ndio hivyo Serena. Yani ukae pale round about ya Kwerekwe mpaka Serena kule, ndio upana wa mto. Na kuna sehemu unafinya kidogo, kuna sehemu unatanuka zaidi ya hapo, ndio wastani. Na watu pembezoni wana mashamba, wanalima, wametengeneza mitaro au misingi hivi. Yale maji yakishajaa yanaingia kwenye misingi, yanaingia mashambani, na ardhi zao zina rutuba kweli. Unaweza kuletewa tango ukafikiri umeletewa nini, mung'unya. Tango ukafikiri ni nini, mung'unya. Unaletewa ndizi ya kawaida, unaweza kufikiri ndizi ya mkono wa tembo, kumbe ni ndizi ya kawaida ya kula na chakula. Dude la kweli limeongoka. Unaletewa boga, unaweza kufikiri umeletewa ringi la gari, bonge la boga. Kwa hivyo ule mto Nile una neema kubwa, lakini ulipoingia ukame katika nchi ya Misri ilikuwa balaa, kama vile hawana maji yale, kama vile ardhi yao haina rutuba. Tumefahamiana? Na Mwenyezi Mungu anataka kukuonesha kwa pahala alipopeleka neema, akitaka kuleta nakama anaweza, kama vile alipokuwa kaweza kuleta nini, neema. Walaqad akhadhna ala firauna bisinin, na kweli hakika tuliwaadhibu watu wa Firauni kwa miaka ya njaa, kwa ukame. Twende mbele. Wa naqsim min athamarat, na upungufu katika matunda. Upungufu katika nini? Matunda. Na matunda yakipungua mahala, ujue njaa haiko mbali, kwa sababu matunda ni kielelezo cha neema ya kilimo. Yakipungua tu matunda, basi ujue njaa haiko nini, haiko mbali. Ukaja upungufu wa matunda, tende zikawa kidogo, zabibu zikawa kidogo, yakaanza hayo, machungwa yakawa yanapotea, malimau yanapotea, embe zinapotea, ndizi zinapotea. Tayari ukishakosa nafaka, ndio chakula kikuu. Una mpunga, una ngano, una mtama, una ulezi, una uwele, una maharage, una kunde, una mbaazi, una choko, una viwi. Halafu unakuja tena una tende, una zabibu, una embe, una ndizi, una papai, una pera. Balaa sasa. Twende. La'allahum yadhakkarun, ili wapate kujikumbusha. Tuliwafanya vile kuwapiga bakora tu, bakora ya Mwenyezi Mungu, ili wapate kujikumbusha kuwa walifanya makosa, ili warudi kwa Mwenyezi Mungu watubu. Jambo hili wanasayansi huwa hawalipendi sana, kuambia ukame ukitokea tunatakiwa tutubu kwa Mwenyezi Mungu. Ikiwa mvua haijapatikana tukae tumuombe Mwenyezi Mungu. Wanasayansi wengi, si wote, hawapendi. Wanaona kama sisi tunakwenda kwenye jambo ambalo metaphysics, si la uhakika. Wao wanasema ukame unasababishwa na mabadiliko ya hali ya hewa na tabia nchi na hivi na hivi. Tena nyinyi kazi yenu kuomba, mnanyenyekea kitu gani? Sisi tunasema pamoja na yote hayo, lakini msababishi mkubwa ni Mwenyezi Mungu mwenyewe Subhanahu wa Ta'ala, na sababu yake itakuwa kawakasirikia waja wake. Ndio maana sisi tunakwenda tunamuomba Mwenyezi Mungu alete neema yake. Tuende ili wapate kujikumbusha kwamba wamekosea. fa idha ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi, tabia yao sasa Mwenyezi Mungu anaieleza watu wa Firauni ilikuwa ya ajabu sana. Fa idha ja'atuhum hasanatun, basi likiwajia jema, qalu, husema lana hadhi, ni letu sisi jema hili. Wanalishangilia na kulifurahia, wanalidaka kwa haraka, na wanasema kwa hilo ni lao. Wanajitapa, sisi tena hichi chetu na hivi na hivi, kwa kujifakharisha wanapopata neema. Na hiyo ina maana kubwa sana, haishii kwenye mdomo tu, inakwenda mpaka kwenye vitendo. Wakipata neema kubwa, ndio batara inapokuja sasa. Mtama unarowekwa unafanywa gongo, ngano zinarowekwa zinafanywa bia. Maana sasa ndo tumepata. Wakipata sasa, matumizi yanageuka sasa, wanakwenda wanafanya zaidi ya vile wanavyotakiwa kufanya. Kwa hivyo
likiwajia jema wanasema lana hadhi, hili ni letu, huu ni wakati wetu, wacha tutumbue, wacha tujifarague. Wanafanya wanavyotaka. Twende mbele. Wa in tusibhum sayyi'atun yatayyaru bi Musa wa man ma'ah, na likiwapata baya, wa in tusibhum sayyi'atun, na likiwapata baya lolote, yatayyaru bi Musa, na kiko qiraa yatatayyaru bi Musa, huko imeandikwa yatatayyaru au yatayyaru, yatayyaru bi Musa. Kipo qiraa cha yatatayyaru kwa te na te, yatatayyaru, lakini kipo qiraa ndo tunachokisoma sisi mashuhuri, yatayyaru, ile te inageuzwa te alafu inatiwa ndani ya te mwenziwe kwa shadda, inakuwa yatayyaru. Hebu tuseme sote, yatayyaru, yatayyaru, yani unaikaza te kwa shadda, yatayyaru. Na kile chengine yatatayyaru, tuseme yatatayyaru, unachukua te na te, ya mwanzo inakuwa nyepesi ta, ya pili inakuwa ta, yatatayyaru, yatatayyaru. Someni hivyo, yatatayyaru, yatatayyaru, viraa viwili hivyo. Tumevamiana. Hichi yatayyaru bi Musa ndio kimekuwa nguvu hasa katika misahafu ya sasa, lakini misahafu ya zamani ilikuwa inaandikwa yatatayyaru bi Musa, yatayyaru bi Musa, yote sawa. Yani wanajipa nuksi kwa Musa, wanajitia mkosi kwa nani? Kwa Musa. Likiwapata baya wanasema ni huyu Musa na ukorofi wake, ndio maana tumepata ukame, mvua hazijanyesha. Sababu yote hazijanyesha mvua kwa sababu ya Musa. Sababu yote mashamba hayajazaa, sababu ni Musa. Sababu yote maradhi yameingia, mifugo inakufa, ni huyu Musa. Wa ma'ahu, na walio pamoja naye. Hawa ndio wakorofi waliompata Musa wakamwamini, na Musa mwenyewe ndio balaa lote. Upo hapo. Ikiwapata neema wanajisifu, wanasema ujanja wetu, lana hadhi yetu, haya ndio sisi wenyewe, mambo yetu kila siku ndio haya. Lakini likija tatizo kidogo wasema yatayyaru bi Musa wa mamao, wanajitia nuksi, wanajipa mkosi kwa sababu ya Musa na walio pamoja na wanasema singetukuta haya kama si huyu Musa na hao wanaomfuata hawa, ndio sababu ya hizi balaa zote kutupata sisi. Tumeelewana vizuri hapo? Na hii tujifunze katika mambo ya harakati, mambo ya dawa, mambo ya kusema ukweli. Watu wanajenga hisia hizo za kijinga, kwamba wakifanikiwa wanajiona wajanja ni wao, wakiharibikiwa wanaona wewe ndio mkosi, wewe ndio tatizo, wewe ndio nuksi uliowasababishia mashaka yote haya, pamoja na kundi linalo kufuata. Basi hivi ndio walikuwa wanakwenda watu wa Firauni. Twende. Ala innama ta'iruhum inda Allah walakinna aktharahum la ya'lamun. Ala ieleweke, ala ieleweke, innama, hakika singi vinginevyo, ta'iruhum, mkosi wao, au ta'iruhum, nuksi yao, inda Allahi, iko kwa Mwenyezi Mungu, sio kwa Musa. Wao wamefanya mambo mabaya, Mwenyezi Mungu akawaletea baya. Kwa hivyo yote yanatoka kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu. Alkhairu min Allah wa sharru min Allah, yanatoka kwa Mungu, wala yatoka kwa Musa. Warekebishe vitendo vyao, Mwenyezi Mungu aache kuwachapa bakora hiyo. Maana Mwenyezi Mungu anaweza akaleta kitu ni bakora. Ndio yale tunaosema sisi, tunaamini kwamba ukame, kukosa mvua, lazima turudi kumuomba nani? Allah subhanahu wa ta'ala, pamoja na mazingira magumu, pamoja na nini, lakini tumuombe Mwenyezi Mungu, kwa sababu ta'iruhum inda Allah, mkosi wao uko kwa Mwenyezi Mungu, ukorofi wao uko kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu wao wamefanya sivyo na Mungu kawatia adabu. Kwa hivyo wasimsingizie Musa na wale walio amin. Ala ta'iruhum inda Allah. Twende. Waqalu mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin. Kuna maneno hapo baada ala ta'iruhum inda Allah, walakinna aktharahum la ya'lamun. Walakinna aktharahum, umeyasoma wewe, mimi siku ya tafsiri, samahani, wewe umeyasoma katika mwanzo. Walakinna aktharahum, lakini wengi wao, la ya'lamuna, hawatambui jambo hili. Wanaona kwamba ukorofi umetokana na Musa, kumbe ukorofi wameusababisha wao na Mwenyezi Mungu kauleta kutokana na makosa yao. Ndio walakinna aktharahum la ya'lamun, lakini wengi wao hawajui. Ni lazima sasa wafahamishwe
Hata hawa wana sayansi vile vile, kwa sababu hawaamini wao, wanaona kwamba ikija ni matatizo ya kimazingira na nini, msikate sana miti na nini. Tunakubali vile ni vyanzo na ni sababu, lakini Mwenyezi Mungu akitaka kuleta bakora yake wala hatizami mmekata miti hamjakata miti. Tumeelewana? Kwa hivyo sisi tunakimbilia kumwomba Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo wengi wao wakasema hawajui, pamoja na hao wana sayansi hawajui, wanajua hili la dhahiri tu la kisayansi, na ndio maana tunapoeleza baadhi ya mambo ya kimiujiza wanapata tabu sana. Mmoja siku moja anambia, nyie kweli mnaamini kwa Nabii Ibrahim katiwa kwenye moto alafu hakuungua? Nikacheka kweli. Nikamwambia, kwani wewe huamini? Akasema, mimi siamini. Mtu vipi utamtia kwenye moto alafu asiungue? Nikamwambia, wewe kwa sababu mbili. Moja, huna falsafa wewe ya kidini. Falsafa ya kidini inasema hivi, kwani alouambia moto uunguze ni nani? Aloumba moto ukawa kazi yake kuunguza nani? Allah. Sasa akiwaambia moto usiunguze, itashindikana vipi? Na sisi kwenye Qur'ani inasema, qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Mwenyezi Mungu sasa tukauambia moto kuwa baridi na salama kwa ajili ya Ibrahim. Kwa aloumba moto ndo anaweza kuambia moto usiunguze. Tena vipi itashindikana? Lakini kwa sababu hawaamini miujiza. Sasa kamuuliza, wewe unamwamini Mungu, wewe unaamini kama moto kaumba Mungu, wewe sasa Mungu akiwaambia moto usiunguze, utashindwaje kujizuia? Kwa hivyo ni muujiza. Na muujiza maana yake nini? Maana yake ni kwamba Mwenyezi Mungu sasa zile kanuni za uendeshaji ulimwengu alizoziweka za kawaida anaziweka pembeni, anatumia amri yake ya kun fayakun. Kwa mfano, tajiri kwenye kampuni kapanga, huyu apewe mshahara wa 300,000, yule apewe 500,000, yule milioni, utaratibu wa kampuni. Lakini siku hiyo akafurahishwa tu na mfanyakazi mmoja, akauliza, huyu mshahara wake shilingi ngapi? Akamwambia, mshahara wake huyu shilingi 300,000. Akasema, mwezi huu kwa sababu kanifurahisha mpeni milioni. Atapewa na mhasibu? Hapewi. Mshahara wake lakini kawaida ni ngapi? Lakini siku alipomfurahisha bosi kapata ngapi? 700,000 juu yake, mara 3 ushei ya ule mshahara wake. Lakini ile ilikuwa si kanuni ya kawaida ya kulipana mshahara, ile ilikuwa ni utashi au furaha ya huyu mkubwa kwa siku ile. Sasa Mwenyezi Mungu akiamua kuingilia kati akasema, ndio moto unaunguza, lakini mimi ndio niloumba, sasa acha kuunguza. Litakuwa kosa liko wapi? Na yeye mwenyewe aliumba moto, ndio alotoa amri hiyo. Tumeelewana vizuri hapo? Huo ndio muujiza. Na maji ya bahari yanazamisha, wala hayawezi kukatika yakakaa mapande mawili hati kwa kupigwa fimbo. Lakini akaambiwa Nabii Musa, piga fimbo bakora yako kwenye maji. Kupiga maji yakakatika, yanayotoka huku yakawa narudi yanakotoka, na yanayotoka huku yanarudi yanakotoka, pakaachana katikati, piteni. Kwa hivyo amri ya Mwenyezi Mungu inaziweka pembeni kanuni zake mwenyewe alizoweka za kuendesha ulimwengu, na huo unakuwa ndio muujiza. Tumeelewana mpaka hapo? Kwa hivyo ili wapate kujikumbusha, tuende mbele. Waqalu mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin. Jeuri sasa za watu wa Firauni. Waqalu, na wakasema, mahma ta'tina, vyovyote utakapotujia, biayatin, na muujiza. Tumesema neno aya katika kisa cha Nabii Musa ikizungumzwa wakati Firauni bado hajazama kwenye nini? Kwenye maji, inakuwa maana yake ni muujiza. Na hata baada ya kuzama, ikiwa bado Nabii Musa hajenda kuchukua amri 10 au kwenda kuchukua nini Taurati, bado aya inamaanisha ni nini? Muujiza. Lakini baada ya kupewa Taurati, aya inaweza kuhusu vile aya za Taurati, kwa sababu hapo Nabii Musa bado hajapewa kitabu. Kwa hivyo aya hapo ni muujiza. Wakalu, wakasema, mahma, vyovyote. Mahma maana yake anyway, kwa namna yoyote, kwa njia yote. Ta'tina, utakapotujia, biayatin, kwa muujiza, litasharana biha, ili uturoge kwa muujiza huo. Fama nahnu laka bimu'minin, sisi hatui kwako ni wenye kuamini. Ile miujiza yote wakaifanya nini? Uchawi. Wakasema unakuja kuturoga tu, muujiza wote utakaoleta wewe
Ukipiga fimbo, ukaweka fimbo ikageuka nyoka, uchawi. Ukitia mkono kwenye kapa ukautoa unang'ara kama tochi, uchawi. Ukisema safari watakuja vyura kwenye maji yenu mpaka ndani ya mitungi, utakuwa uchawi. Ukisema maji yatageuka damu, utakuwa uchawi. Chochote utakachotufanyia wewe sisi kwetu utakuwa uchawi, kwako wewe utasema muujiza. Muujiza wote utakaoleta sisi kwetu ni uchawi. Hali ya kuwa ameshawashinda kule. Mnakumbuka darasa ya jana aliwashinda nani? Wachawi. Lakini bado wao wanamwambia wewe ni nani? Mchawi. Na Firauni akaigeuza akasema huyu ndo mchawi aliyekufundisheni uchawi, akawatesa wale wachawi. Kwa hivyo hii bado ni propaganda, na ikishajaa katika vichwa vya watu, manake propaganda hii kazi yake kupindua ukweli. Kila ukija ukweli wewe unaugeuza uonekane ubongo. Sijui tumefahamiana? Ndio yale kwamba mtu anazungumza vizuri kwa ufasaha, sema yule hajasoma, lakini mjanja wa kusema tu. Anasomesha vitabu vikubwa, wasema hajasoma yule, lakini kaombewa dua tu na shekhe fulani ndio anakijua kitabu kile. Alimradi wewe kile unalofanya madhali wao walitaka wafanyeje? Walipindue lionekane kwamba halina uzito ule unaostahili. Sio tumefahamiana? Hiyo ni kwa mfano, mtu ushamwona na pesa si zake zile, shemegi yake tukampa zile. Haya, akimpa shemegi yake hizo pesa, itakuwa kampa kwamba bado ni za yule shemegi au za yeye aliyepewa? Kwa nini mimi sasa ningekupa 100,000 kwamba nakugaia, itakuwa ya shekhe au yako wewe tena baada ya kukupa? Sasa ukaenda ukatumia sehemu si zake za shekhe. Lakini ndio ile kwamba mtu hataki tu kukubali kwamba wewe unazo. Kwa hiyo atatafuta sababu yote apindue nini maneno. Mwanamke mzuri anapendeza, sasa yule hapendezi, sio mzuri, kwa saluni tu ile, manywele tu yale na marangi hana chochote. Inawezekana ni kweli, lakini wakati mwingine inaweza kuwa si kweli, ni mzuri wa asili, lakini nawe kwa sababu hutaki, basi unatafuta maneno ya kupindua tu. Kwa hivyo ni tahsara nabia, uturoge kwa muujiza huo, fama nahnu laka bimuminina, sisi kwako wewe si wenye kuamini. Kwa hivyo hata ufanye muujiza namna gani, sisi tutaendelea kuamini kwamba huo ni uchawi. Sasa huu ni msimamo tena, ishakuwa si hoja, sasa ni ni msimamo. Tumevamiana. Inakuja wakati mwingine kwenye haki, lakini wakati mwingine kwenye batili. Ndio kuna mtu asema wewe sema tani yako mpaka umalize, sisi msimamo pale pale. Yani hamumtaki wewe, ataki jenga hoja namna gani? Sasa ikiwa mfano mna hoja ya ukweli, mkisimama hivyo afadhali, lakini kama mna uongo alafu mnaungangania, hilo tatizo, na hiyo ndio kesi inayohusika. Tuende mbele. Fa arsalna alaihim at-tufana waljarada walqummala wadhafadi'a waddama ayatin mufassalat fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Chuma hicho fa arsalna alaihim, Kiswahili kingine ndipo tukatuma kwao. Ile fa usababia, asababu wa taratibu, kutokana na ule msimamo wao sasa wa kusema wewe lete chochote utakacholeta katika muujiza, sisi tutahesabu ni uchawi, unaturoga tu. Mwenyezi Mungu asema la, mmefikia hapo basi farsalna alayhim, tukatuma juu yao tufana. Kwanza tukasema tufani ni upepo mkali, ndio tufani inakuwa kama kimbunga, lakini aghlabu kikipiga baharini ndio inaitwa tufani. Kikipiga nchi kavu ndio kinaitwa nini? Kimbunga. Lakini tufani maana yake kimbunga. Kikiwa nchi kavu tunasema kimbunga, lakini kikiwa baharini tunasema nini? Tufani. Upepo mkali. Na watu wa Misri ni watu wa bahari, unajulikana. Kuna sehemu ni ya bahari, kwa hivyo kikaja kimbunga cha baharini, tufani. Tufani ikasababisha walioko nchini Misri wasiweze kusafiri kupitia baharini, na waliokuwa hawako ndani ya Misri wasiweze kusafiri kuja Misri kupitia wapi? Baharini. Matokeo yake nini? Mambo yote yanayopatikana kwa njia ya bahari yakakwama. Viteweo, bidhaa zinazotoka kwingine kuletwa pale haziji kwa sababu upepo ni mkali, na watu wote wakaambiwa aishapita tufani, wasema tusubiri wiki hii nayo. Manake pale ni parefu, akijitosa mtu safari ya siku 3 kama anatoka Ulaya kwa zamani, masaa 72 nasafiri. Sasa anasubiri ngoja tutazame wiki hii, maana nisije nikasafiri alafu katikati vitu vikafanyaje, vikaja vikaripuka. Kwa hivyo anazidi kuchelewa kusubiri hali.
Anasubiri anakuja, anauza vipi? Kwambia hapo katikati palikuwa pana upepo, salama yetu tumevuka. Nesendi. Je, ukizidi namna kama hiyo, kwa matokeo yake uchumi ukazorota. Uchumi ukafanyaje? Ukazorota. Natoa mfano unaotuhusu sisi. Upepo ukiwa mbaya kati yetu sisi na Dar es Salaam, inatokea mpaka baadhi ya vyombo vinaacha safari, vya ardhini na vya angani. Kuna wakati nakumbuka ilitangazwa wiki nzima hakuna chombo kinachotoka Zanzibar kwenda wapi? Kwenda Dar es Salaam, wala Dar es Salaam kuja wapi? Zanzibar. Kuja Zanzibar. Na angani ndo kabisa videge vidogo vidogo vyote vithubutu kuvuka. Kwa matokeo yake mnabanika. Mkikwama hapa, kuna baadhi ya mambo haiendi, yanakwama. Pemba ndio hatari zaidi. Ikishakuwa upepo haukubali, ndege hazendi na vyombo vingine haviendi, mnafungika. Wakule ni kule, wa huku ni huku. Na ikiwa uchumi wenu ni wa kutegemeana, tayari mnaumia. Mfano mwingine ni pale Mkokotoni na Tumbatu. Pafupi pale, unapoona pale, lakini ngoma ikikugomea pale, unalala Mkokotoni. Ubuki. Mimi nakumbuka kipindi fulani ilikuwa daraja alijajengwa pale Rufiji, kutoka upande huu kwenda upande wa pili, pana mto Rufiji pale pahala palikuwa pagumu kweli. Sasa palikuwa pana kitu kinaitwa pantoni au feri, kazi yake kubusha, na wakati ule lilikuwa moja tu. Ole wake liharibike ile feri, kwa siku 2 au 3 alifanyi kazi, linatengenezwa. Wanawake wanaolewa bila ya posa wala mahari. Sijui nikisema hivi tunafahamiana au mnataka ufafanuzi? Nifafanue. Wanaolewa bila posa wala nini, wala mahari. Anabidi alale sasa pale mahala, hawezi kuvuka kwenda upande wa pili. Akilala hapo, hana pesa ya gesti, pesa yake ilikuwa ni nauli ya kufika nyumbani tu, hana pesa ya kula nini, anaolewa ndio apate kula. Ilikuwa mashaka. Pakisha kuwa blocked pale. Sasa pana daraja pale. Maana hata kama pana shindikana, unatembea kwa miguu, unavuka upande wa pili. Kwa hivyo mahala ikiwa ni swala la kuvuka, ikija tufani na hamna namna ya kuvuka, lazima mtajiblock, mtajifunga nyinyi. Kwa hiyo tukawapelekea tufani, ikauathiri uchumi wa Misri na mambo yake. Na kule kwenye mto Nile nako ikawa hazifanyiki kazi, kwa sababu upepo nao umeathiri kwenye nini, mto Nile. Mafuriko sasa yakaja, mto Nile ukawa maji yanakuja kwenye vijiji, yanazamisha vijiji, majumba, yanazamisha mashamba, yanabeba mifugo, balaa tupo. Farsana alaihim tufan, tukawapelekea nini? Tufani. Tuende mbele. Wal jarad, na tukawapelekea jaradi. Jaradi ni nzige. Nzige ni jamii ya panzi wakubwa ambao wanatembea kwa kikundi kama vile madagaa. Ndio maana ukiona dagaa linauzwa linakuwa jingi. Kwa sababu gani? Limevuliwa kwa pamoja, kwa sababu dagaa wana tabia kutembea kwa pamoja. Kwa sababu gani? Kwa sababu wana kiongozi mmoja mle, akisema mbele tembea, wote mbele, nyuma geuka, wote wanageuka nyuma. Kata kulia, wanakata kulia wote. Kata kushoto, wanakata kushoto wote. Kwa hivyo wanakwenda bubu, wanarudi bubu, wanakwenda kulia bubu, wanakwenda kushoto bubu. Ndio dagaa walivyo. Na nyuki na amri ya yule malkia wao wanakwenda hivyo hivyo. Na kwa hivyo siku zote wanakuwa ni wengi na kwa pamoja. Na jarad, nzige wako hivyo. Wanaweza kuja wakatanda mkafikiri kiwingu, wakaufunika uwanja wa Mnazi Mmoja wote ule, au uwanja wa Amani wote juu, wakatanda wao mkasema kiwingu. Sifa yao au tuseme ndio ila, wanakula na kunya ndani ya sekunde moja. Wewe sasa hivi si ukila alafu mpaka kufika nyumbani tena kidogo kile cha jana au cha asubuhi kikusumbue kitoke, kile ulichokula jioni kikae. Wao hawana hilo. Akipiga huko mbele, nyuma na shusha. Imekuwa kama mrija, lile tumbo lake limekaa kama mrija ule wa kunywa soda. Ukivuta kile cha chini kikivutwa, kishafika wapi? Mdomoni. Basi wao ukikitia hapa, kishafika kule ile.
Kwa hivyo wakija mahala, wakitua kwenye mti, wanakula majani kwa kasi na wanakunya kwa kasi hapo hapo. Ndani ya dakika moja ushamaliza majani yote, mti kipara. Wakiingia kwenye shamba likiwa la mpunga, la ngano, la mtama, la nini, katika hatua ya mwanzo ya maua na majani, basi ule mti ule uliosimama hivi, mti wa mpunga, mti wake wanauanzia juu, wanakaa hivi jamaa, kiuno juu, mdomo chini, anakula, anashuka nao huku vinatoka vitu bwa 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 bwa, huku anaviingiza, vinasagwa hapo hapo, panageuka kinyesi hapo hapo, chacha mpaka anafika kwenye kishina, mdomo unagusa ardhi, kamaliza, anauingilia wa pili, pwa 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 pwa, namna hiyo. Dakika 10 ushalimaliza shamba lote. Unakwenda pale, umekuachia mbolea tu ya samadi, kile kinyesi chao, mbolea hiyo tena uje ulime tena shamba. Hao ndo jaradi nzige, wana hatari. Na wakiwa na njaa sana, ole wako umevaa t-shirt ya CCM au ya Yanga, wao utafikiri majani, watakuvamia. Yangu mimi sio, ndo hata hii wanaweza kuifikiria majani. Hao ndo jaradi nzige. Twende mbele. Walqummala, na chawa. Kummala ni chawa, siwaelezi tena chawa, nyote mnawajua. Asiyewajua chawa aondoke kwenye darasa yangu. Lakini chawa wanakera kiyama, wanatawala kila penye kuota nywele. Kobo kichwa wanakivamia, masharubu wanayavamia, kope nyusi wanazivamia, ndevu wanavamia, love garden, manyoya ya kifuani wanavamia, na mpaka huko South Africa wanakwenda zao wanavamia. Na dawa yake kubwa ni kunyoa. Sasa inabidi unyoe kipara, unyoe kope, unyoe nyusi, unakuwa kama shetani au kama sanamu. Wanauma, wanatafuna, wanavuta damu mikubwa mikubwa, michao imenenepa kweli. Tuende mbele. wadhafadia, na vyura. Vyura, kelele, moto mmoja, zogo tafrani. Na vyura wanaleta maradhi ya ukoma pia, hasa wale vyura kibiongo. Unajua vyura wako namna 3 Vyura namna ya kwanza ni wale wakubwa. Mimi nilimuona chura mmoja kwenye mto Suguti, sehemu za Shinyanga huko, Ramadi, Bariadi, kuna mto unaitwa Suguti. Nilimkuta chura anaweza kuwa kama kibakuli. Chura likuli kweli, linapigana na nyoka, limetuna. Tulikuwa tuna gari tunateremka kwenye daraja ya mto, nikamwona, nikamwambia dereva, hebu punguza kidogo. Mkonga akapunguza, nikamwambia simama tuangalie. Tukaangalia ile mechi, nyoka na chura. Chura limetuna, linacheza naye. Nyoka kataka kumpiga hivi chura, chura akambana kwa mdomo, ile kichwa cha nyoka kikaingia kwenye mdomo wa chura. Alafu ule mdomo wa chura hapa wananiambia unakuwa chura ile kubwa kama raba bendi mpya ile ya benki. Akazuia hivi. Alafu yeye tundu za pua ziko hapa, anavuta pumzi kwa pua. Nyoka hana pumzi. Nyoka anabiruka na chura naye anapiga game, anaambia tunakwenda pamoja, andandanda. Tunaangalia sasa mchezo, andandanda wanapeleka na kenda hivi na inakwenda hivi, wanabiruka pamoja mpaka mwisho. Nyoka mkia anapiga pia, akaunyosha, akatoka kijimavi kidogo, akamtema pale pale, kisha kufa nyoka. Chura akaingia zake mtoni, anasukutua, huyo anaendelea na safari. Kwa hivyo chura unaweza kumdharau na mpiga mateke, lakini chura anamuua nyoka, anamuua na tembo. Au niseme ndovu. Wewe Makunduchi ni umeshtuka ile kwa Makunduchi lazima washtuke ukisema tembo. Sasa tuseme ndovu, anamuua ndovu kwa sababu anaingia kwenye maji alafu ananyamaza kimya. Sasa huyu tembo akikoroga hivi, anavuta kwa ule mkonga wake, shwap, anamvuta na chura, alafu anapeleka kwenye mdomo, anamimina ile maji. Chura anaingia kwenye tumbo, lile tumbo juu kwa sababu limefunika kama hivi, alafu kiza
anafikiri wingu limetanda, mvua inataka kunyesha, anaanza kelele sasa tumbo tembo inamkera ile tumboni, anaanza kwenda kupiga mkonga wake, anajipiga na miti mpaka anakufa kwa lile zogo la yule jamaa, hatoki. Akisha kufa tu akaona harakati zimefanyaje, zimetulia, anatoka kwenye duburi, anatoka nje, kajaa kinyesi kama tope, anakwenda kumtone na koga, kisha mmaliza nani, kambwaga tembo. So unamuona chura kiumbe mdogo, lakini Mwenyezi Mungu akitaka kumtumia atamtumia kwa mambo makubwa. Wadhafadi ana vyura vingi Naam. Wale kumala chawa wengi, wadhafadi ana vyura, si chura kimoja, vyura. Ingawa wale wa kwetu wanasema kiura. Mzee, wewe kaa kidogo kule kisiwa cha pili, ukimpata mpembe wa ndani kabisa asemi chura, asema kiura. Viko vingi vyura. Nyewe watu wa kusini mnasema chura au kiura? Kimoja chura. Na sisi wote tunasema chura, lakini ukimpata alowiva sasa alobobea mpemba anasema kiura. Kiura ni kimoja, vyura ni vingi. Vyura tunakubaliana sote, lakini mufrad ni chura, Tunasema kiura. Almuhimu hao ni vyura, akawapelekea vyura. Twende mbele. Wadama ayati mufassalat, na damu vile vile akawapelekea. Unaweka maji kwenye mtungi au kwenye chupa, baada ya muda ukimimina unaona imetoka damu ndani yake. Huwezi kunywa tena ile maji, unayamwaga. Mateso moja kwa wako wafasiri waliokwenda ndani zaidi, wakatafsiri kwa tawili, wakasema haya ni magonjwa. Ukiondoa tufani au kumala chawa, uko ugonjwa unaitwa daul kumali, uko ugonjwa unaitwa ugonjwa wa chura, na uko ugonjwa unaitwa ugonjwa wa damu. Kwa hivyo akasema ni magonjwa, lakini sisi hatuendi ndani zaidi kusema magonjwa. Sisi tunakwenda kwenye vitu vyenyewe vinavyohusika Lakini washirikina wanasema unaweza kutoa chura wa tumbo. Mmekusikia kama mtu anatoa chura wa tumbo? Basi ndio wasema wengine, wakasema ilikuwa ni magonjwa yanaitwa chura wa tumbo. Ikawa mtu akikaa anasikia tumboni na koroma, chura yupo. Akaenda chooni na kakitako, hata upepo hautoki, anarudi tena, akitoka nje anasikia na Lakini hiyo sisi hatuendi kwenye tafsiri hiyo. Sisi tunasema vyura hawa kawaida. Wenzetu mbele. Wadama ayati mufassalatin fastakbar, hii ni miujiza iliyopambanuliwa. Ayati mufassalatin, miujiza tofauti. Ndio maana miujiza mbalimbali, miujiza iliyopambanuliwa, kila mmoja kwa namna yake. Tunarudi kusema zile ayati. Aya wakati wa Nabii Musa na Firauni kupambana, manake ni muujiza, sio aya ya Taurati. Kwa hivyo ayati ni miujiza, mufassalatin mbalimbali iliyotofautishwa. Ule wa tufani, uo wa khumala na zafadia na dama ni miujiza mbalimbali. Mbele. fastakbaru wa kanu qauman mujrimin, wakajiona wakubwa, wakafanya kiburi. Wale watu wa Firauni hawakujali miujiza yote. Fastakbaru, wakafanya kiburi, wakajiona wakubwa wao. Musa hawezi kuambia lolote, hata kama kaja na muujiza, hata kama kaja na nini, ni uchawi tu, na wao wakae watafute mbinu ya kupambana na uchawi. Hawakubali kama katumwa na Mwenyezi Mungu, na hilo ndio tatizo kubwa. Firauni na watu wake walikuwa hawakubali kwamba Nabii Musa katumwa na Mwenyezi Mungu. Wanamuona kajituma mwenyewe, wanamuona kaja tu kutaka wana wa Israeli wasionewe, awatetee, awakomboe, awaondoshe katika nchi ya Misri. Ingawa kweli hayo Musa ndio alikuwa akiyataka, lakini hakujituma mwenyewe, katumwa na nani? Na Allah. Sasa wao wanasema kajituma mwenyewe, hakutumwa na nani? Na Allah. Na kwa hivyo wakaona, wakamchukulia kama mwanasiasa tu, ana mbinu zake za kisiasa na anatumia uchawi, alafu anajidai ni muujiza. Wacha na sisi tutumie uchawi kupingana na huo uchawi wake ambao wanadai kuwa ni muujiza. Na hawa watu wakiwatoa kwenye mamlaka yetu, tutakosa vibarua, tutakosa wakulima, tutakosa mafundi, tutakosa wafanyakazi, na sisi watu wetu ni wavivu, wachazoea kutawala, mabwanyenye, itakuwa tabu. Kwa hivyo wao wakamchukulia kama ni mwanasiasa, au kumchukulia kama ni nabii wa Mwenyezi Mungu. Tumefahamiana Twende mbele. walamma waqa alaihim ar-rijzu qalu ya Musa ud'u lana rabbaka bima ahida indak. Walamma waqa alaihim ar-rijzu,
na ilipotokea juu yao ile adhabu hiyo ya kupata hayo magonjwa na matatizo na nini, qalu ya Musa, wakamrudia tena wewe Musa, du'u lana rabbaka, tuombee sisi wewe Mola wako, bima ahida indaka, walichoahidi kwako kwamba ukiomba atakubali, tuondolee. Yakizidi wanarudi tena kwa yule Musa, bwana Musa wewe, inaonekana kama kweli haya mambo, lakini hawasemi kwa ukweli, wanasema tu kwa sababu wamezidiwa, sio kwa udhati wa nafsi zao. Wanakwenda wanampembejea sasa, wanamwambia anapotaka basi wewe Mungu wako unamwamini, muombe na nini, lakini wanasema huyu ni mchawi, tumpembejee hivi anapotaka yeye ili afanyeje, ayaondoe. Tumefahamiana? Naam. Mbele, la in kashafta anna rijza lanu'minanna laka wa lanursilanna ma'aka bani Israil. La in kashafta anna rijza, ukituondolea sisi haya mateso ya tufani, kimbunga, ya vyura, ya chawa, ya damu, basi tutakuwa kwako kwa hakika miongoni mwa wenye kuamini. Tutakuwa kwako ni wenye kuamini. Tutakuamini kama wewe ni mtume. Sasa tuondolee haya, lakini wanakwenda kumhadaa ati kwamba Musa muombe Mungu ayaondoe yale, alafu wageuka waambia tulijua kwa wewe ni mchawi, tumekuja kukuambia kwa lugha ile kwa sababu ndio unavyotaka. Na unajua watu namna hii duniani wapo, wasema nenda naye mtu kama anavyotaka. Wakati mwingine lugha hii ni nzuri, wakati mwingine mbaya, kwa sababu unakwenda kukubali jambo ambalo wewe kimsingi uliamini ili umfurahishe tu. Tanzania bara kule mwaka 95 alikuwa mtu mmoja anapenda uraisi sana, basi watu wakawa walikuwa wanamtengenezea kiti, wanambeba hapo, wanampigia makofi, raisi raisi raisi. Basi yeye kichwa chake kinajaa upepo, madhali watu washanita rais, mimi ndo rais, wala si rais, anaitwa tu, basi anaona raha. Sasa watu walikuwa wanamwibia, mara namchomoa pochi, mara pesa anazitoa ovyo kwa kuambia yeye rais, kichwa kimejaa upepo. Wako watu namna hiyo. Na kuna watu wengine wanaume tu mitaani, ukimsifu tu anakuwa kama demu. Handsome boy, naona umependeza, unakwenda wapi mwenzangu? Nafika hapo kidogo kwa jamaa. Basi vipi, una buku kidogo karibu? Nitakupa buku 2, wewe si mshikaji? Anatoa nakupa. Umemsifu, kitu kimejaa upepo, anatoa 2000. Tumefahamiana? Kwa hiyo kuna watu wakishakukujua uko hivyo tu, siku zote utakujaza masifa. Siku moja kuna mtu mmoja alisimamisha njiani, akaniambia salamu alaykum. Nikamwambia alaykum salaam. Wewe si Sheikh Msabaha wewe? Akaniambia si wewe kiboko bwana, na kufuatilia mimi kwenye mitandao na nini. Mimi nafikiri Zanzibar hakuna shekhe kuliko wewe. Nikamwambia kwani wewe unaongea? I say wewe unaongea sana. Okay, asante bwana, kushukuru. Ngoja nipe buku tu. Nikajua huyu ananisifu kwa ajili ya kutaka nini? Buku 1000. Nikamwambia mimi sifugi panya. Amekwambia buku. Nikamwambia buku kwetu sisi ni panya, likiwa kubwa linaitwa panya buku. Bwana wewe, nataka 1000 tu bwana. Nikamwambia sina. Na mtu huyu kwa mimi simpi, nakwambia hata kama ninazo, kwa sababu najua huyu ananisifu kutaka kunibomu. Mtu mbaya sana huyu. Twende mbele. Fantaqamna minhum, basi tukawaangamiza. Fantakamna minhum, basi tukawaangamiza, tukawapa nakama, na nakama ni maangamizi. Tukaondolea neema walionayo, tukawatia kwenye misukosuko na adhabu. Karuka falamma kashafna anhum ar-rijza ila ajalihum balighuhu idhahum yankuthun. Basi falamma kashafna anhum ar-rijza, basi tulipowaondolea ile adhabu, Musa aliomba waondolewe yale mambo ya nini, ya tufani, kimbunga kile, ya wale chawa, wale vyura, ile damu. Akaomba, ya Rabbi, hawa labda wataamini. Musa maskini ya Mungu akawa na matamanio, ana matarajio ya kwamba watafanyaje, wataamini. Akaomba iondolewe, ikaondolewa. Falamma kashafna anhum rijza. In kashafta anna ar-rijza lanursilanna ma'aka bani wala nursilanna ma'aka bani. Ikiwa utatuondolea hii adhabu, tutakuachia uondoke nao wana wa Israeli. Tutawatuma pamoja na wewe wana wa nini? Wa Israeli. Wa Israeli.
wakati na tafsiri, wakati mwingine ile tafsiri inamchukua mtu mpaka anasahau pale tulipofika. Sawa, basi tutawaruhusu Wanaisraeli waondoke kwako, waondoke na wewe ikiwa utatuondolea hizo adhabu. Twende. falamma kashafna anhum ar-rijza ila ajalin hum balighuhu idha hum yankuthun. Basi tulipoondolea wao yale mabaya yote yale ya wale ule tufani, kimbunga, wale chawa, wale vyura, ile damu, lakini ila ajalin, kwa ukomo, yani mpaka kwa muda, hum balighuhu, ambao wao wataufikia. Yani Mwenyezi Mungu asema ikawa ni siri baina yangu na Musa kwamba tutaondolea hawa kwa muda, lakini wakirudia tutaenda kuwatia adabu tena mpaka wakati fulani, tutawatizama katika muda fulani watakaofikia. Ila ajalin, katika ukomo, hum balighuhu, ambao wao wataufikia, yani kwa muda maalum. Lakini ile siri ya muda alikuwa anajua Musa tu na Mwenyezi Mungu mwenyewe. Idhahum yankuthun, mara wao wanavunja yale makubaliano, hawakubali kumwachia Musa aondoke na wana wa Israeli, wala hawakubali kuwaacha wana wa Israeli wasifanye kazi za utumwa, waruhusiwe kufanya kazi zao za uhuru. Tena wakambadilishia kibao, wakamwambia haya yameondoka yenyewe tu, kumbe yalikuwa ni mambo ya msimu tu haya, kama machotongo, mambo ya kifua, kama sasa hivi yameingia sana mambo ya kukohoa, kwa sababu ni msimu wake. Kwa hivyo akasema mambo ya chawa na nini, huu ni msimu tu, umepita, ishaondoka, hujaleta wewe wala nini. Kwa hivyo akamgeuzia kibao, yankuthuna, maana wanavunja makubaliano, hawakwenda kama vile walivyokubaliana. Twende. fantaqamna minhum, basi ndo tukawaangamiza. Kutokana na jambo hilo tukafanyaje? Tukawaangamiza, kwa sababu Mwenyezi Mungu alishawapa fursa ya kukaa wakarudi, au angalau wakapunguza mateso kwa wana wa Israeli, lakini hawakutaka yote, na miujiza wakapelekewa, wakaja wenyewe wakabembeleza iondolewe, ikaondolewa, wakawekewa muda, lakini bado wakarudi tena kufanya yale, wakavunja makubaliano. Na hizi aya zinamfundisha Mtume sallam kwamba makafiri wakishaamua kwenye ukafiri wao hamwezi kufikia mwafaka. Ni sawa na maji na moto, kwamba moto uyachemshe maji au maji yauzime moto, lakini cha katikati hakuna mapatano baina ya maji na nini na moto, kwa sababu ni mgongano mkubwa wa kiimani. Labda muishi tu kila mmoja amheshimu mwenzake kwa imani yake, lakini kwa kuyaunganisha hayaunganiki. Lazima moja life, jingine ndo lifanyeje, lisurvive. Na ingekuwa makafiri wa Mtume sallam walikubali muafaka mzuri ulikuwa ni qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'buduna. Wangekubali ile tu tangu Maka kwamba lakum dinukum waliya dini, nyie mbaki na dini yenu na mimi nibaki na dini yangu, basi mpaka leo pengine makafiri pale Maka wangekuwepo. Lakini walikataa yale, wakataka kumuua, mpaka akatoka, mpaka akaja tena kwa suluhu ya Hudaibia, mpaka akaingia tena kwa ukombozi. Wameyataka wenyewe, kwa sababu hawataki kibaki kitu cha imani. Matokeo yake wamemalizika wao, imani ya Uislamu ikafanyaje? Ikatawala mpaka leo hii, karne ya 15 sasa. Twendeni. fa aghraqnahum fil yam, basi tukawazamisha katika mkondo. Yammi ni mkondo wa maji, yani sehemu ambayo maji yanapita kwa wingi na yanapita kwa nguvu, ndio panaitwa nini? Yammi, mkondo. Wakati mwingine hata umumu katika sehemu tunazoishi sisi, yakijaa maji kwa mvua, utaona mahala yanapita maji kwa nguvu. Moja ni hapo panaitwa Kijitopele pale, au nini, penye kituo cha polisi kile, njia hii ya kukunja panaitwa nini? Ndio Kijitopele hapo mnapokunjia kuja kuingia huku, pale kiasili ni mkondo ule. Na ndio maana siku za maji mengi na mvua nyingi, maji yanafanyaje pale? Yanakatisha kwenda upande ule wa pili kule kwenye bonde, yanatoka huku juu yanashuka na kwenda kule bondeni, tena kwa kasi kubwa. Ile ni yammi. Na siku za mvua kali na mafuriko, pale ni mahala pa hatari, patakao pawe na namna fulani ya daraja pale, panyanyuliwe tuta, alafu chini pawe pana makalvati, iwe zinazotoka huku zinapanda na zinazokuja kule zinapanda, na zinazopinda zipinde kwa mpando kuja upande huu. Lakini Mungu tu anatunusuru, mvua haziwi kali sana huku kwetu, lakini zikijua mvua zikawa kali kweli, pale ni mkondo wa maji. Ile ni yammi. Yammi ni mahala ambapo maji yanapita kwa kasi na kwa wingi. Sasa baharini kuna sehemu zinakuwa ni mikondo vile vile,
ndo yammi. Twende. biannahum kadhabu biayatina wa kanu anha ghafilin, kwa sababu wao walizikadhibisha aya zetu, waliziita uongo aya zetu. Na bado aya hapa maana yake nini? Miujiza. Walikadhibisha miujiza yetu, wakasema ni uongo, wakasema ni uchawi tu. Musa alipokwenda na fimbo wakasema uchawi, wakamletea wachawi wengine. Alipofanya miujiza mingine wakasema vyovyote utakavyotoroka kwa uchawi wako sisi hatukukubali. Kwa hivyo kila muujiza unaokwenda wao wanauita nini? Uchawi. Kadhabu bi ayatina, wamezikadhibisha aya zetu, yani wameziita uchawi. Miujiza yetu wameiita uchawi. Wakanu ana ghafilin, na walikuwa nayo wameghafilika nayo, walikuwa wameghafilika nayo. Yai wakanu ghafilina anha, na walikuwa wameghafilika nayo. Lakini ile anha imetangulizwa kwa sababu kutaka kote tunakotoka huko kuna nun, kwa hivyo kaja wakanu anha ghafilina. Lakini maneno yangekuwa hakufanywa katika mtiririko wa kutanguliza na kuchelewesha, ingekuwa wakanu ghafilina anha, na walikuwa wameghafilika nayo, yani hawayatilii maanani yale mambo ya miujiza yote yanayopelekwa. Tuende mbele. wa awrathna alqauma alladhina kanu yustad'afuna mashariqa al-ardi wa magharibaha allati barakna fiha. Yustad'afuna au yustad'afuna? Yustad'afuna. Sawa. Wa awrathna, na tukawarithisha. Kurithisha maana yake nini? Ni kumpa mtu mali au mamlaka baada ya mwingine kufariki, ndio kurithisha. Katika maana halisi ya kurithisha, manake kumpa mtu kitu baada ya mwingine kufa, ambacho kilikuwa mali ya huyu aliyeko hai mwanzo, aliyefariki huyu anakuja kupa, ndio kurithisha. Ingawa inafaa kwa njia majazi kurithisha, manake kumpa mtu kitu mapema atumie kabla wewe hujafa. Wanafanya hiyo kwamba mtu anamrithisha mwingine kabla yeye haja nini, hajafa au hajaacha. Kwa mfano sisi mashekhe, unaweza kuwa unafundisha alafu ukaanza kuhisi umechoka, ukaanza kuchagua wanafunzi ambao umewafundisha muda mrefu na umewajaribu ukaona wana uwezo angalau tu wa kuwasogeza mbele wenzao, ukaanza kumwambia we fundisha we sasa leo kitabu hichi, somo hili hapa, alafu unakaa pale pale. Lakini akipita sivyo kidogo unamrekebisha, hapo tumia neno jingine. Au kabla hajafika kwenye darasa unakaa naye pembeni mwanzo, leo utasomesha hapa mpaka hapa, hebu pitia, hili badilisha, tumia neno hili badilisha, tumia neno hili badilisha, alafu nenda pale. Kwa hivyo anakwenda pale, anafanyaje? Anaanza kushika. Ile mimi ndo ninayoipenda, kurithisha shekhe kabla hajafa. Lakini mnasubiri shekhe yuko kitandani, si wa mgono si wa mguu, hajiwezi tena, mnasema mwanafunzi gani akae, mnakwenda kumuuliza shekhe, tumpe mwanafunzi wako gani? Au kashakufa, ndio mnakaa mnamtafuta mtu tena wa kushika. Inakuwa mnabahatisha. Akiwepo mwenyewe angalau anaweza kuwakagua, anaweza kuwasaidia. Arithishe kabla hajafa na kabla hajawa mgonjwa, aanze kutoa nafasi. Muona sasa hivi mtindo nimeubadilisha mimi. Mwanzoni hapa mkija nilikuwa mimi nasoma mimi aya na tafsiri mimi aya. Sasa hivi nimeanza kufanya nini? Anasoma mwingine, mimi nafanyaje? Na tafsiri. Na na mpango wa kubadilisha wasomaji, si wasome huyu kila siku. Tumefahamiana? Tutaanza kuchaguana, atakayekimbia shauri yake. Tutachagua watu wanaojiamini kwanza, lakini baadaye kidogo kidogo tutakwenda, ili wengine nao waanze kujiamini wakati shekhe yupo hai na mzima. Na tatizo kubwa sana na baadhi ya watu, hasa darasa ya mjini, nimeanza kule msikiti wa Mchangani kuwapa vijana wasome kitabu. Tangu nataka kulianzisha hilo, kuna baadhi ya wazee washanifuata, bwana usiwachie wale hawajui hii, shekhe wewe umesoma, wewe ndio unaojua. Wanakusifu sana, kumbe hawakupendi. Kama wanakupenda wakwambia, shekhe macho yako yameanza kupungua nguvu, tafuta wanafunzi tena wasome, wewe unatafsiri tu. Wasema asoma wewe tu shekhe, miwani sizipo. Wao hawajali, wataka uende tu mpaka umalizike. Iwe mwisho unavaa miwani namba kwa namba. Wewe unaosoma ukaja kwenye darasa ukakamata miwani tofauti na mimi. Mimi nasomesha tangu baada ya sala alfajiri vitabu zaidi ya 20. Alafu nafundisha alasiri tena wanawake. Alafu nafundisha magharibi misikiti mbalimbali.
Mimi ikiwa kila wakati natumia wani katika kusoma nitakuwa sawa sawa na wewe. Mimi najimaliza zaidi. Lakini wao hawataki, wanataka mimi tu. Nishawaambia siwasikilizi. Na najua wa sababu zao. Wao sababu zao ndo zile za kuona kwamba ndo mpaka anatokea shekhe anaanguka anakufa hapatikani mwingine. Wanakwamba darasa imekufa kwa sababu shekhe kafa. Kwani akifa shekhe ndo darasa inakufa? Ni kwa sababu hamna mikakati nyinyi. Mngekuwa na mikakati ya kurithisha darasa singekufa. Anakuja mtu anavuma, akifa unasema basi tena nani mwingine? Mnakaa miaka 20, 30 anaibuka mwingine sasa, huyu anafanana na marehemu shehe fulani. Anafanana na marehemu shehe fulani. Inaingia. Kwa nini? Kwa sababu hatuna mipango. Msikiti unavuma unajaa watu. Akifariki shekhe ukenda sasa unakuta safu 2 tu. Darasa wamekaa kichungu, wanadisha kufa yote. Kwa sababu hakukuwa na mpango wa kurithisha. Uwepo mpango wa kurithisha. Na mpango wa kurithisha ndio unaanza kidogo. Kwanza nakuwa sisomi mimi, nasoma mwingine. Hivyo kuna wakati nitaanza kwambia sasa wewe kasomesha, mimi nasikiliza. Hivyo mpaka mwisho nakwambia ni yamle, yakiondoka ile na mashehe wenu, mimi naanza kupumzika. Twende. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. Na tukawarithisha watu ambao walikuwa wanafanywa wanyonge. Alqaum alladhina kanu yustad'afuna, walikuwa wakifanywa wanyonge katika dunia hii, tena katika mashariki na magharibi ya dunia. Kila unakokwenda wanateswa, wanadhalilishwa. Hao ndio tukawarithisha ardhi hiyo. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. وتمت كلمة ربك الحسنى, na likatimia neno la Mola wako la wema, ala bani Israila, juu ya wana wa Israeli. Ikawa Mwenyezi Mungu kawatendea wema wana wa Israeli baada ya kunyanyaswa na kuteswa sana. Watammat kalimatu rabbika alhusna, na likatimia neno la Mola wako la wema kuwa amewatendea wema ala bani Israila, kwa wana wa nani? Wa Israila. Bima sabaru, kwa sababu ya kule kusubiri, au kwa vile walivyosubiri. Bima sabaru, kwa vile walivyosubiri. Kwa hivyo subira inaleta neema kwa Mwenyezi Mungu. Fasabaru, kule Mwenyezi Mungu anasema wala kad kudhibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudhibu wa udhu hatta atahum nasruna. Na wamekadhibishwa mitume kabla yako, wakasubiri kwa vile walivyokadhibishwa, na wakafanywa maudhi, wakavumilia mpaka utetezi wetu ukawajia. Kwa hivyo bima sabaru, subira ya kutakheri, na subira haikupi hasara. Ama utafanikiwa duniani na akhera, au utafanikiwa akhera hata kama duniani hukupata mafanikio. Bima sabaru, kwa vile walivyosubiri. Wakanu ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. ودمرنا, na tukayaangamiza. Dammara yudammiru, kuangamiza, tadmira. Ma kana, yale yaliyokuwa, yasna'u Firaun, anayafanya Firaun wa qaumuhu, na watu wake yote, mambo yote, mipango yao yote, kila alichokifanya Firauni na watu wake, Mwenyezi Mungu asema tukafanyaje? Tukaviangamiza. Wa makanu yarishun, na yale waliokuwa wakiyajenga, Lakini zaidi hapa neno arsh. Arshi maana yake nini sasa? Ikulu. Mimi nimewahi kusema arshi kwa tafsiri yangu mimi ni ikulu, sio kiti. Wako watu wanatafsiri arshi kiti, wanasema arshi ni kiti cha Mwenyezi Mungu. Mimi nasema arshi si kiti, kwa sababu kiti Mwenyezi Mungu kakitaja katika Ayatul Kursi, wasi'a kursiyuhu samawati, hakusema wasi'a arshuhu samawati wal ardh. Kwa arshi si kiti. Na siku moja nilimwambia mtu mmoja anaitafsiri arshi kwa ni kiti. Sipendi sana mijadala hii kwa sababu mara nyingi na kwa mgogoro wetu na hawa vikanzu, lakini wakati kufundisha tunayagusa. Yeye akanambia arshi ni kiti. Nikamwambia vizuri, twende kwenye aya inayosema
wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin thamania, na wataibeba arshi ya Mola wako juu yao siku hiyo 8. Sasa hebu nipe picha ya kiti kubebwa na watu 8. Jeneza sawa, kiti, nipe kiti kinabebwa na watu 8 vipi? Hilo jeneza yenyewe basi wabebaji ni watu 5, 2 mbele, 2 nyuma na mmoja katikati, na wakati mwingine anabeba watu 3 tu, mmoja nyuma, mmoja mbele na mmoja kati. Na hiyo kama mtu wenyewe ni kibonge sana kama mimi, lakini kikuwa kijitu dhaifu, watu 2 wanatosha, mmoja nyuma mmoja mbele. Nani sasa wanaobeba thamania? Ikiwa ni kiti kinabebwa na watu 8, vipi kitabebwa na watu 8? Na ikiwa tutakwenda kwenye tawili kwamba itabebwa na watu 8, manake kiti hicho kitasimamiwa au kitatawaliwa na 8, niambie kiti kimoja wanatawala watu 8 vipi? Manake kiti cha urais anakaa rais peke yake, kiti cha waziri mkuu anakaa waziri mkuu peke yake, kiti cha makamu wa rais anakaa makamu wa rais peke yake, na kiti cha pweza anakaa pweza mmoja peke yake. Au wewe Mjambiani unasema kiti kimoja cha pweza wanakaa pweza 2? Unakijua kiti cha pweza? Wewe unakijua kiti cha pweza? Mtanga unakijua? Ukijui? Watu wa pwani wanakijua kiti cha pweza. Kimekaa kama nyota hivi, lakini dude linakuwa rangi nyekundu au rangi ya njano au zote wakati mwingine tofauti. Zinakuja tofauti. Liko dubana, alafu chini lina kama meno hivi. Kinaitwa kiti cha pweza. Watu wa pwani wanakijua. Lakini hawezi kukaa pweza zaidi ya mmoja, labda wapakatane. Na mimi sije kusikia habari za pweza kumpakata pweza mwenziwe. Hebu tuambie Mjambiani, pweza anapakata pweza mwenziwe? Hawapakatani. Labda wakati ule wa shughuli lazima wanaweza wakaingiana pamoja, lakini kupakatana hakuna. Ala kule hali twende. Arshi sio kiti. Na hapa unaona wa mimma yarishun, na walokuwa wakiyajenga, yani katika ikulu yao au katika mamlaka yao. Na hata nyuki, lile sega lao linaitwa kwa Kiarabu harisha, na lile sikiti lile ni sega, na mfano wa sega pale ni ikulu, kwa sababu ule mna waziri wote, mna nani, mna kila kitu, au kambi ya jeshi. Sina haja ya kwenda mno katika mambo haya, twende na walokuwa wakiyajenga. Twende mbele. Wakati pazuri. Aya inofuata inasemaje? Wajawazna bibani kweli. Na sio tu wakati, na kituo kizuri. Kituo pia kizuri umekichagua, jazakallahu khair. Sasa mjiandae bwana, darasa ijayo atasoma mtu mwingine. Tumefahamiana watakupumzisha kidogo, hawakunyang'anyi mamlaka yako. Watakupumzisha. Al-Bahri asome al-Bahri anakuambia